Viongozi wenzangu, wananchi, waumini wa ADC na wananchi wa hapa Vihiga, hamjambo. Hamjambo tena. Vihiga mulembe. Vihiga mulembe. Muli mwoyo. Muli balamu. Musangalile. Mwami Yesu itomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Allah. Mimi naona kweli hapa ADC kuna maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tufike leo hapa Boyani katika sherehe hii ya muhimu ya baba wetu Askofu John Chabuga. Vile mnavyojua, Askofu John pamoja na kanisa la ADC, ninyi ni marafiki wangu wa karibu sana. Sio mara yangu ya kwanza kufika katika mahali hapa. Sio mara yangu ya kwanza kuwa na uhusiano na mkutano na watu wa kanisa la ADC. Mimi nimekuwa pamoja na nyinyi, nyinyi mmekuwa pamoja na mimi. Wakati nilihitaji marafiki, mulisimama pamoja na mimi. Na nyinyi wakati mnahitaji rafiki, mimi nasimama na nyinyi. Ni kweli ama si kweli jameni? Na ndio sababu hiyo wakati nilipata mwaliko wa askofu kwamba kuna hii sherehe ya kusherehekea miaka 20 ya kazi ya kujitolea ya uongozi wa kanisa hii kupitia kwa askofu wetu, mimi nilisema nitaweka mambo mengi kando, nije hapa niungane na nyinyi kwa sababu natambua ile kazi ya Askofu John anafanya katika kanisa la ADC. Nimekuja vile vile kwa sababu kuna uhusiano mzuri kati ya serikali ya Kenya na kanisa la ADC. Yale mambo tunapanga kama serikali na kuyatekeleza, kanisa la ADC wakiungana na makanisa yale mengine mengi wanatusaidia kutekeleza mambo ambayo yanahusiana na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Maneno ya elimu, tumesikia mchango wa kanisa wa ADC, vile vile mchango wa askofu kwa mambo yetu ya masomo ya watoto wa Kenya. Mambo ya matibabu, tumesikia mchango wa kanisa letu la ADC na makanisa yale mengine katika kushughulikia mambo ya afya ya wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na mambo yale mengine mengi ya maendeleo. Mimi nafurahi sana kwa uhusiano nilioko nayo na kanisa lenu, and I am very proud of the friendship between the church, ADC, the government of Kenya, and myself as an individual. Nilikuja hapa wakati nilipata mwaliko, na wakati nilikuwa hapa mkanionyesha ya kwamba mnataka kujenga cathedral, yani mahali headquarters, mahali mtakuwa na kanisa, cathedral, the biggest church in this ADC. Na wakati huo tulikuwa tunafikiri ni mjengo mdogo kwa sababu mlikuwa mmeanza mahali kidogo, lakini tukasema tupanue hiyo kanisa. Wakati huo vile askofu alisema, tulipatiana shilingi 3 tukifikiria kwamba hiyo kanisa itasonga vizuri. Lakini nyinyi kwa maono yenu makubwa mkasema tupanue ile kanisa. Na nyinyi wenyewe mmetoa pesa nyingi, karibu milioni 20. Nasema asante sana kwa ujenzi wa hiyo kanisa. Mimi nataka niwaeleze, wakati askofu alikuja na kamati yake kuniona kule ofisi, niliketi chini na wao, wakanipatia vision yao kwamba ile kanisa tulianza na milioni 3, sasa mmeweka milioni 20, wakaniambia ya kwamba mnataka ifike milioni 80 ndio tuwe na cathedral kubwa na maofisi na conference facility na mambo mengine. Na mimi nilikubali ya kwamba tutajenga pamoja.
na sababu hiyo ndio mmesikia askofu, wiki iliyopita nimewatumia milioni 50 ya kukamilisha hiyo kanisa. Ile pesa kidogo itabaki hapo juu. Sasa huyu Mheshimiwa Musalia Osoti, huyu mwingine Mheshimiwa Otichilo, mbunge wenu hapa, ule bwana Mboko ambaye ni MCA wenu hapo. Sasa mkuje mupange hiyo, imebaki kidogo, mumalize hii kanisa, tukuje tufungue, tuseme haleluya. Ama mnasemaje watu wa Divine? Tuendelee namna hiyo? Vile vile najua tulianzisha pamoja na nyinyi cooperative ya clergy ya ADC. Mimi nataka niwaulize wale clergy wajiunge nayo. Mkikwama hapo mbele, mimi niko naweza kuwasaidia tena, kwa sababu tunataka mapastors wetu pamoja na clergy wawe na mahali wanaweza pia kujisaidia, kwa sababu wao pia ni wazazi, wao pia ni wananchi na wanahitaji mambo yao ya kawaida, kwa sababu hata ingawaje tuko na matumaini ya kwenda mbinguni, bado tuko na nafasi ya kukaa hapa kidogo, tupange maneno tukingojea. Ama namna gani? Si namna hiyo? Na mimi nimefurahi sana kuungana na nyinyi leo. Mimi nataka niwahakikishia kwamba serikali ya Kenya na mimi mwenyewe tutaendelea kuwa na ushirikiano na makanisa yetu yote.